Dhambi 5 za ngono ambazo Biblia inamuonya kila Mkristo. Na dhambi ya 4 katika hii listi ni janga kwa watu wengi sana. Kuna mambo ambayo ulimwengu unayapuuzia, lakini mbinguni ni mambo serious sana, hayapuuzwi. Kuna dhambi watu wanazichekelea sana, lakini maandiko yanalia kwa sauti kubwa tupate kuziacha. Yapo majaribu ambayo watu wanaita ya kawaida tu, lakini yanawapeleka mamilioni kuzimu kila siku. Leo nitazichambua hizo dhambi 5 za kingono ambazo Biblia inamuonya kila Mkristo aziache. Dhambi ambazo zinaharibu hatima au destiny ya mtu, ndoa, usafi na utakatifu na mamlaka ya kiroho ya huyo mtu. Tena angalia, dhambi ya 4 ya kingono katika hii listi itakushangaza, kwa sababu Wakristo walio wengi hata hawajui kwamba ni dhambi. Kumbuka, hii video haijalengwa kukuaibisha au kukufanya ujisikie vibaya. Hapana, ni kwa ajili ya kukukomboa. Elewa jambo hili kabla hatujaanza, kwa sababu Roho Mtakatifu hafunui jambo ili akuaibishe au kukufedhehesha, bali upate kujua na kuokolewa. Hulifunua ili akuponye. Muombe Mungu aongee na moyo wako, kwa sababu utayasikia mambo ambayo yanaweza kubadilisha mwelekeo wa hatima yako na umilele unaokuhusu. Kwa nini dhambi ya ngono ni tofauti na zingine? Biblia inatufundisha kwamba dhambi ya ngono kwa kipekee inalenga kuharibu nafsi ya mtu moja kwa moja. Katika Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 18, Biblia inasema, ikimbieni zinaa, yeye afanyaye zinaa hutenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Dhambi ya zinaa au ngono si kitendo tu cha kufanya na kuondoka, ni mabadilishano au ni kama muamala fulani wa kiroho. Saint Agostino aliwahi kuandika, kila dhambi ya zinaa au ngono ni jeraha la moyo kwanza kabla halijajeruhi mwili wa mtu. Na mtu mwingine anaitwa Tertullian aliandika, lango la tamaa ya uzinzi au ngono ndio lango linalopendwa ambalo mapepo hupenda kuingia katika moyo wa mtu. Dhambi ya ngono au zinaa inaathiri akili yako, hisia zako, hiari au utayari wako, utambuzi wako wa kiroho, uwezo wako wa kumsikiliza Mungu. Inaleta mkanganyiko katika utambulisho wa mtu jinsi alivyo. Inadhoofisha nguvu ya kiroho na kufungua milango kwa mapepo kukutesa katika maisha yako. Ninapokwenda kukuorodheshea hizo dhambi 5 za zinaa, elewa kwamba Shetani kamwe hashambulii kile ambacho hakina thamani. Anashambulia usafi au utakatifu wako, kwa sababu usafi au utakatifu wa moyo na nafsi ya mtu hubeba uweza wa kiroho. Dhambi ya kwanza, uasherati. Uasherati ni mojawapo ya dhambi ya ngono ambayo imefanywa ionekane ni maisha ya kawaida sana leo kwa wengi ulimwenguni. Watu wengi wanasema ni kitu cha asili bwana, ni kawaida tu kufanya, ndo upendo. Ila Biblia inasema kitu tofauti kabisa. Katika Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 3, Biblia inasema, maana haya ndiyo mapenzi ya Mungu, kutakaswa kwenu, muepukane na uasherati. Kwa nini uasherati unaharibu na kuua hatima ya mtu? Ni kwa sababu inakutengenezea vifungo vya nafsi. Kila tendo la ngono au uasherati na mtu unayeshiriki naye linaifunga roho yako, nafsi yako, kwa ile hali ya kiroho ya mtu mwingine unayefanya naye. Inapelekea wewe kuunganika na zile trauma zake au matatizo ya kisaikolojia au maumivu wanayopitia. Unaunganishwa na mapepo yao yaliyowaingia, uraibu au addiction zao mbalimbali, laana zao za vizazi au ukoo, sababu ya yale mapepo yaliyojenga madhabahu juu yao, au kwa Kiingereza tunaita familiar spirits. Pia mitazamo yako kihisia nayo pia inaathiriwa. Watu wengi leo wanajikuta wakivurugwa au kupambana na huzuni au mfadhaiko, kwa Kiingereza wanaita depression, na hata kuchanganyikiwa sababu walifanya ngono au uasherati na mtu aliyekuwa amebeba mapepo hayo. Kuna kijana aliyekuwa ni mtumishi, alitumbukia katika uasherati na msichana ambaye hata hakuwa anamjua vizuri, na baada ya hapo yule kijana hakuweza tena kuomba na kusali ipasavyo, akapoteza ile njaa na shauku ya neno la Mungu na kuangukia katika uzito wa kiroho. Baada ya muda mrefu kupita, akagundua kuwa yule msichana alikuwaga anajihusisha na shughuli za kishirikina. Ngono au zinaa si kitendo simple tu cha kukutana kimwili, ni agano katika ulimwengu wa roho. Dhambi ya pili, uzinifu au uzinzi. Uzinzi hauishii tu kwenye kuharibu ndoa yako.
inaharibu hatima za watu wengi sana, au their destinies. Katika kitabu cha Mathayo sura ya 5 mstari wa 28, Biblia inasema, lakini mimi nawaambia, kila mtu atazamaye mwanamke kwa kutamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Hii inamaanisha uzinzi huanza muda mrefu sana kabla hata hujapanda naye huyo mtu kitandani. Uzinzi huanzia kwenye meseji na ujumbe wa siri kimawasiliano, tamaa au vitendo vya kingono unavyojificha navyo, hisia za tamaa na ukaribu wa kingono na mtu ambaye si mwenzi wako, picha na video za utupu na ngono, mawasiliano ya kihisia au kingono na mtu ambaye mmekusudia kuyaficha kwa mwenzi wako wa ndoa au hata mchumba mliyeposana naye. Mwongozo wa zamani sana wa Kikristo ulionya kwamba usiharibu wala kuchafua nafsi yako kwa uzinzi, iwe kwa mawazo au katika mwili. Uzinzi ni mojawapo ya silaha kuu za Shetani anazotumia, kwa sababu uzinzi unaharibu familia na kuzitenganisha au kuzisambaratisha. Inawaharibu watoto ndani na nje ya familia. Inaharibu uaminifu kwa wanandoa na familia kwa ujumla. Inaleta matatizo ya vizazi na vizazi. Hauishii kwako tu, bali inaweza kuwa imeanza na mababu, imekuja kwako na inataka kuharibu uzao wako na vizazi vyako pia. Mwanaume au mwanamke anayeishi katika uzinzi hawezi kutembea katika mamlaka ya kiroho. Kinywa chako hakiwezi kuyakemea au kuyaamuru mapepo wakati unalala nayo. Dhambi ya 3, picha na video za ngono. Hiki kitu ni muuaji wa kimya kimya, is the silent killer wa kizazi hiki. Picha na video za ngono ndiyo sumu pekee ya kiroho inayomezwa kwa wingi na watu wengi sana duniani. Inaharibu ubongo kama madawa ya kulevya. Inaua shauku sahihi au tamaa au intimacy kati ya wanandoa. Inapelekea kuharibu na kuvuruga mtazamo wako juu ya watu. Inafanya akili yako au utashi wako kuwa mfungwa. Katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 22, Yesu anasema, taa ya mwili ni jicho. Chochote unachokitazama kinaingia rohoni mwako. Alexandria Clement alisema, unavyotazama ndivyo utakavyokuwa, na hata sayansi imethibitisha kuwa picha na video za ngono zinageuza na kupindua mfumo wa neva za ubongo totally, na inakuondolea ule mvuto wa asili au tamaa ya kiasili au mvuto wa kweli kwa mwenzi wako. Unavyomtafakari sivyo alivyo. Ni kwa sababu ya wewe kuathiriwa na kubadilishwa mtazamo na vitu hivyo. Inasababisha watu wengi kukumbwa na kuongezeka kwa mfadhaiko au depression, na inasababisha matatizo ya kusimamisha uume kwa vijana, erectile dysfunction, na inaharibu kabisa uwezo wako wa kuungana kihisia na ile intimacy na mwenzi wako. Na vipi kuhusu upande wa kiroho? Hizo picha na video za ngono zinafungua mlango wa mapepo ya tamaa za kingono, uraibu wa kujichua, masturbation addiction, michezo au vitendo vya kufikirika vya kingono, sexual fantasies. Inakupelekea kupatwa na ganzi kiroho, spiritual numbness, na inakusababisha kupoteza kabisa maisha ya maombi na sala. Kuna binti wa Kikristo alishawahi kukiri kwamba baada ya miaka mingi ya yeye kuishi katika uraibu wa picha na video za ngono, porn addiction, hakuweza tena kuhisi kabisa uwepo wa Mungu wakati wa sifa na maombi na kuabudu. Alikuwa ameokoka, lakini kiroho alikuwa amesha paralyze. Na hii ni kwa sababu picha na video za utupu, video za ngono, zinakukata na kukuondoa kabisa katika uwepo wa Mungu. Namba 4, michezo au vitendo vya kingono visivyo asili pamoja na kujichua. Kuna Wakristo husema, mimi sitembei na mtu, sifanyi uasherati, sikutani na mtu kimwili, sijamchiti mtu, haina madhara. Lakini Yesu anasema mawazo tu ya ngono, uasherati, uzinzi ni sawa na dhambi hiyo moyoni mwako. Angalia, unapofanya masturbation, unapojichua, kumbuka kwamba unautumia mwili huo huo kwa ibada binafsi za kipepo. Unajilisha tamaa za uzinzi na mapepo. Unajitengenezea picha au fikra za kiroho za kingono, uzinzi na uasherati. Ndivyo unavyozidi kuimarisha tabia mbaya za uchafu na kutamani katika nafsi yako na katika maisha yako. Kingine, unadhoofisha mamlaka yako ya kiroho. Ndugu Tertullian aliwahi kuonya, fikra, mawazo au imaginations za tamaa za ngono ni mapepo yanayokuchochea au kukuwekea hizo taswira au picha katika akili na utashi wako. Na mara nyingi hii dhambi inakushambulia wakati wa usiku, kwenye upweke fulani, ama unapokuwa umeboreka
when you feel bored, na ukishamalizana nayo unabaki kujisikia hatia, aibu na mfadhaiko sana, na hata ujasiri na ule moyo wa kufanya maombi unakuwa hauna tena. Hii dhambi ya picha za video na ngono inakuibia muda na ujasiri wako jumla, na pia inaua maisha yako kiroho na maombi na kusali na kufunga pia. Na ndiyo maana ni dhambi inayowapeleka mamilioni kuzimu kimya kimya, kwa sababu anafikiria sio mbaya kivile, sio kubwa, ni kawaida tu. Wengine kudhani Mungu hawaoni, wanadhani si kitu. Dhambi ya 5, vitendo vya ngono kwa jinsia moja, machukizo au perversion na wanyama au ushirikina, fetish na tendo lolote kingono kinyume na Mungu alivyomkusudia mwanadamu. Biblia takatifu imeweka wazi juu ya mipaka sahihi ya tendo la ngono, sexual act, kwamba ngono au sex ni takatifu pale tu inapofanyika ndani ya ndoa kati ya mwanaume mmoja na mwanamke mmoja na sio vinginevyo. Kwa hiyo yoyote yanayofanyika kingono bila kujali tamaduni na njia za mwanadamu zimehalalisha vipi, ni uasi mkubwa na ni machukizo dhidi ya mpango wa Mungu mtakatifu. Katika kitabu cha Warumi sura ya 1 mstari wa 26 mpaka mstari wa 27 inaongea wazi kabisa juu ya mahusiano yasiyokuwa ya asili kwa jinsi Mungu alivyotuumba. Biblia inasema hivi: hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu, hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili. Wanaume nao vivyo hivyo waliyaacha matumizi ya mke ya asili, wakawakiana tamaa, wanaume wakiyatenda yasiyopasa, wakapata nafsini mwao malipo ya upotevu wao yaliyo haki yao. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 24 inatoa tafsiri sahihi ya ndoa. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Polycarp aliwahi kufundisha hivi: mahali ambapo utaratibu wa kiroho umekataliwa, uharibifu au corruption huingia. Corruption kitabia, kiasili na mwenendo sahihi katika maelekezo ya neno la Mungu kwa wanadamu. Mungu hawachukii wanadamu, bali anaichukia dhambi, kwa sababu dhambi inaharibu uumbaji wake. Mwanadamu uliumbwa kwa mfano wa Mungu. Usiruhusu dhambi, usiruhusu uzinzi, uasherati na kila dhambi na vitendo vya ngono, zinaa kukuharibu. Kwamba vitendo hivyo ni ngono na uzinzi wa jinsia moja, vitendo vya ngono na uzinzi na uasherati vya mara moja kwa maana ya hookups, dating, vitendo vya ngono kigrupu katika makundi, watu watatu na kuendelea, kujipangia madaraja ya vitendo vya ngono katika mitandao, categories, ushirikina unaotumbukizwa katika uasherati au uzinzi, fetishes, ukahaba, kununua huduma za uzinzi na uasherati, urafiki au marafiki wa faida zenye vitendo vya ngono ndani yake, friends with benefits. Hayo yote elewa kwamba sio machaguo, are not preferences, ni kamba za mapepo, ni minyororo ya kuzimu kwa ajili ya kukufunga wewe. Kumbuka kwamba Bwana Yesu alikuja kwetu ili kuvunja kamba hizo na minyororo yote ya dhambi kwa damu yake pale msalabani. Sasa, baada ya kuwa nimekuchambulia hizi dhambi zote 5 za vitendo vya ngono kwa maana ya uasherati, uzinzi, jinsia moja, michezo ya ngono ya kufikirika, sexual fantasies, ukweli ni huu: huwezi kushinda tamaa ya ngono, uzinzi, uasherati na kadhalika kwa hiari yako mwenyewe kibinadamu. Unaweza kuishinda tamaa ya ngono kwa kujitoa kikamilifu kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu hajasema uwe perfect, uwe msafi 100%, bali anataka wewe uwe mkweli ndani yako, uwe honest. Na kama upo tayari kuachana na dhambi za ngono na tamaa za uasherati na uzinzi, kama kweli kabisa upo tayari, Roho Mtakatifu anaweza kuvunja kila addiction, kila kifungo cha nafsi, dhambi zozote za vitendo vya ngono ulizowahi kufanya na kushikiliwa kokote na nguvu za mapepo sasa hivi katika jina la Yesu. Uwe tayari, maana tutafanya maombi wote pamoja sasa hivi. Baba wa mbinguni, ninakuja mbele zako kwa moyo mnyenyekevu. Ninakiri madhaifu yangu yote, majaribu yangu na kila dhambi ya ngono, uasherati, uzinzi ambayo imekuwa ikijaribu kuniharibu nafsi yangu. Bwana Yesu, ninatubu kila dhambi ya tamaa ya kingono iliyoonwa kwangu au isiyoonwa, niliyotenda sirini au mbele za watu, kwa kuwaza, kwa kunena, kwa kutafakari, evil lustful imaginations, au kwa vitendo katika mwili wangu. Naomba kwa damu yako Yesu, unioshe, unitakase, unifanye kiumbe kipya. Baba, naomba nizungukwe na watu sahihi
unitenganishe na yoyote yule aliyetumwa na nguvu za giza kuniharibu na kunipoteza kimwili na kiroho. Nifanye kuwa na njaa ya neno lako, maombi na sala na utakatifu tena. Bwana Yesu, ninakuchagua wewe pekee juu ya tamaa zote na uchafu wote wa kutamani kingono. Ninachagua usafi na utakatifu juu ya starehe za uchafu na vitendo vyake. Ninachagua mbingu juu ya anasa na tamaa za kujiridhisha kwa muda mfupi. Na leo hii ninatangaza na kukiri ya kwamba nimekuwa huru, nimesamehewa, nimerudishwa na kujengwa upya. Mimi ni mwana wa Mungu, katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo Bwana wangu, amen. Ikiwa umetazama video hii mpaka hapa mwisho, na kuomba usubscribe, like na kucomment. Pia share ujumbe huu na mtu au watu unaoona wanaweza wakahitaji kwa wakati huu, ili waweze kupona. Ubarikiwe sana.